الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 6 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 Miladia. يقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، قال: ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن. kisha itamlazimu huyu aliyekosea kujalia katika majina yake Allah mazuri, pia kujalia katika majina yake ad-da'i na al-ati na al-ja'i na dhahib na qadim na raid na nasi na al-qasim na al-sakhit na al-ghadban na al-la'in, mpaka zaidi ya majina hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaachilia kwa nafsi yake vitendo vyake katika Qur'an. Wa hadha la yaquluhu muslimun wala aqil, na hili hawezi kulisema muislamu yoyote wala yoyote mwenye akili. Majina ya Allah ni kama ibada tawqifia, yameshawekwa. Hakuna haki ya kila mtu kuongeza katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala akaongezea majina hayo aljai, aldhahib, alqadim. La, hakuna haki hiyo. Majina ya Allah yameshawekwa, ni hayo. Qala wal maqsudu anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yasif nafsahu bil kayd wal makri wal khida'i illa ala wajhi al jazaa liman fa'ala dhalika bighairi haqqin. Maksudio maneno haya ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajaisifia nafsi yake kwa kaid na makri, kwamba yeye anafanya vitimbi na kuwafanyia vitimbi watu, wal khidai, isipokuwa kwa njia ya kulipa kwa aliyefanya hivyo bighairi haqqin, bila ya haki. Kwa hiyo hii ni kumlipiza aliyefanya vitimbi hivyo na aliyefanya udanganyifu hivyo kama makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea hilo kwa njia ya jazaa, kuwalipa. Wal jazaa'u min jinsi al-amal, kama wanavyosema maulama, malipo yako katika jinsi ya amali ile waliyofanya, kama alivyosema Allah: wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Sasa si kama Allah anasifika na sifa istihza, lakini hii ni kwa njia ya malipo. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin, haina kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa ya makri, isipokuwa kwa njia hiyo ya kuwalipizia. Qala wa qad ulima anna almujazata ala dhalik hasanatun min almakhluq, inajulikana kwamba kulipa juu ya hayo ni hasana, ni wema kwa kiumbe. Fakaifa min alkhaliq subhanahu wa ta'ala, vipi kwa muumbaji subhanahu wa ta'ala, kulipa kwake ni vizuri zaidi. Thumma qala al-allama hafidh hakami rahimahullahu ta'ala: qultu wa min huna yatabayyanu laka ma dhakarna min an-nadhari fi ba'dhi ma 'addahu ibn al-Arabi. Hapa yatabainika yale tuliyoyataja ya kuangalia katika baadhi ya aliyoyazingatia Ibn al-Arabi
قال فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا. فاعل والزارع mtendaji, wazari na mkulima mwenye kupanda mazao, haya yakiachiliwa bila kuelezea kinachofungamana na haya, wala siyaqa yadullu ala wasfi alkamali fihima, wala hakuna mpangilio wa aya uliotajwa unaofahamisha sifa ya ukamilifu kwa mambo hayo mawili, fala yufidani madha, haya mawili hayafahamishi sifa alfa'il wazari. Amma fi siyaqiha min alayat allati dhukirat fiha fahiya sifatu kamalin wa madhin. Ama katika siyaqiha, mpangilio wa aya ambazo zimetajwa kabla ya sifa hizi alfa'il wazari, mpangilio wa aya zilizotajwa kabla hii, fahiya sifatu kamalin wa madhin wa tawahhud, hizo ni sifa za ukamilifu na ni sifa pia ni sifa za kupamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepwekeka na mambo hayo, kama qala ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, kama tulivyoanza awwala khalqin, kuumba kwa kwanza, nu'iduhu, tutarudisha tena kuumba huko, wa'dan alaina, hii ni ahadi juu yetu, inna kunna fa'ilin, sisi wenye kufanya hivyo, sifa ya alfa'il. وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون, mnaonaje hivi mnavyovilima? Je, sisi ndio, nyinyi ndio wenye kupanda mazao yakamea, au ni sisi ndio wenye kupanda mazao yakamea? Al-ayat, sema aya hizi. Kwa hiyo sifa hizi ni sifa za ukamilifu wa Allah, ametaja hapa kwa njia ya kuelezea sifa za ukamilifu na sifa ya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye anayefanya mazao yakamea. Al-ayat bikhilafi ma idha utta mujarradatan an mutaallaqiha wa ma siqat fihi wa lahu huwa akbaru musiba an udda fil asma'il husna rabi'a thalatha au rabi'u thalatha wa sadisu khamsa musarrahan qabla dhalika biqawlihi. Asema kinyume yakihisabiwa hayo mujarradatan an mutaallaqatiha, hali ya kuepukana na vinavyofungamana na sifa hizo, wama siqat fihi, wala mpangilio wa aya haujatajwa hayo. Qala wa akbaru musiba an udda fil asma'il husna rabi'u thalatha wa sadisu khamsa musarrahan qabla dhalika biqawlihi au musarrihan qabla dhalika biqawlihi. Msiba mkubwa ni kuhesabiwa katika majina ya Allah mazuri rabi'u thalatha, wanne katika watu watatu, na yeye ni wasita katika watu watano, hali ya kuweka wazi hilo kabla hivyo. Biqawlihi, kwa kusema kwake huyo Ibn al-Arabi. Wa fi surati al-Mujadala ismani, katika surati al-Mujadala kuna majina mawili ya Allah, fadhakarahuma, akayataja. Qala wa hadha khata'un fahishun, hili ni kosa baya. Fa innal ayata la tadullu ala dhalik, aya haifahamishi hivyo kwamba haya ni majina ya Allah. Wala taqtadhihi biwajhin la mantuqan wala mafhuma, wala aya yani haitaki hilo kwa njia yoyote, si kwa kutamka wala kwa kufahamiwa. Mpangilio wa aya umekuja hivi: fa inna Allah azza wa jalla qala alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi,
Hivi huoni kuwa Allah anajua yaliyo mbinguni na yaliyo katika ardhi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Haiwi katika minongono ya watu watatu isipokuwa yeye huwa wanne wao. Allah huwa wanne wao. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala minongono na mazungumzo ya watu watano isipokuwa yeye Allah huwa wasita wao. Wala adna min dhalik, wala chini ya idadi hiyo, wala akthara, wala zaidi ya idadi hiyo, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, isipokuwa Allah huwa pamoja nao popote walipo. Al-aya الثامنة من سورة المجادلة. قال وأين في هذا السياق رابع ثلاثة سادس خمسة؟ iko wapi katika mpangilio huu kwamba Allah ana majina haya kwamba ni rabi'u thalatha, wanne katika watu watatu, na ni mtu wa sita, na ni wa sita katika watu watano? Hii haifahamishi kwamba haya ni majina ya Allah. وكان حقه اللائق بمراده أن يقول رابع كل ثلاثة في نجواه وسادس كل خمسة كذلك. haki inayofanana ni kusema, muradi wake ni kusema Allah ni wanne wa kila watu watatu. Katika mazungumzo yao wakizungumza watu watatu, Allah ni wanne. Wakizungumza watu watano, Allah ni wa sita, anakuwepo pale na kuwaona na kuwajua. Qala fa innahu ta'ala ya'lamu af'alahum wa yasma'u aqwalahum. Allah anaona vitendo, anajua vitendo vyao na anasikia maneno yao, kama huwa mafuhumu min sadri al-aya, kama inavyofahamiwa katika mwanzo wa aya hii. Walakin la yaliqu bihadha al-ma'na illa siyaq al-aya, haifanani na maana haya isipokuwa mpangilio wa aya. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo si katika majina ya Allah rabi'u thalatha wala sadisu khamsa, si katika majina ya Allah hayo. Mwanaelewa? Aya inaweka wazi upamoja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwajua na kuwasikia. Ndio maana ya aya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Allah anawajua, Allah anawasikia maneno yao. Ma'iyatul ilmi walittila, ndio maana ya Allah, ndio maana ya aya hii. ثم قال الشيخ رحمه الله واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. jua kwamba ufahamisho wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haki, iko katika uhakika wake, mutabaqa wa tadammunan waltizama. واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فدلالة اسمه تعالى الرحمن، anaelezea maana msemo huu, ufahamishi wa jina la Allah mtukufu Ar-Rahman ala dhatihi azza wa jalla mutabaqa. Hii ufahamishi wa jina lake Allah Ar-Rahman kwa dhati yake Allah azza wa jalla, hii inaitwa dalala mutabaqa. Dalala mutabaqa ni lafzi kufahamisha ukamilifu wa maana yake, ndio dalala mutabaqa. Lafzi lenyewe linafahamisha ukamilifu wa maana yake, hiyo ndio inaitwa dalala mutabaqa. Qala wa ala sifati arrahmani tadammunan, jina hili linafahamisha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya huruma. Ar-Rahman ni jina na pia ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya huruma.
فهذه قال وعلى صفة الرحمن تضمنا. هي الرحمن pia inafahamisha sifa ya rehema, sifa ya huruma ya Allah, tadhammunan, kufahamisha lafdhi baadhi ya maana yake, ndio dalalat tadhammun. Dalalatu tadhammun ni lafdhi neno kufahamisha ala baadhi maanahu, baadhi ya maana yake. Dalalatu mutabaqa ni lafdhi kufahamisha ukamilifu wa maana yake. At-tadhammun, dalalatu tadhammun ni kufahamisha baadhi ya maana yake li lafdhi. Kwa Ar-Rahman hili nafahamisha juu ya dhati ya Allah mutabaqa, dalalatun mutabaqa, dalala ufahamisho unaowafikiana na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana jina la Rahman, dhati yake ni Rahman. Amma sifatu ar-rahma hadhihi dalalatuhu tadhammunan. Wa ala al-hayati wa ghayriha iltizama, na kwa sifa ya haya, sifa ya uhai na nyinginezo katika sifa za Allah, hii ni dalalatuhu iltizaman. Qala dalalatu al-iltizam ni kufahamisha lafdhi ala khariji maanahu, nje ya maana yake, ndio iltizaman. Kwa hiyo majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ufahamisho yake ni haqqun ala haqiqatiha mutabaqatan wa tadhammunan waltizama. Ufahamisho wa majina ya Allah ni haki, iko juu ya uhalisia wake. Dalala ufahamisho wake kuna dalala mutabaqa na tadhammunan na iltizama. Dalala mutabaqa ni kwamba lafdhi linafahamisha maana yake kamili. Dalalatu tadhammun ni lafdhi kufahamisha baadhi ya maana yake. Dalalatu iltizam ni lafdhi kufahamisha ala khariji maanahu, nje ya maana yake. Idhan wa ala alhayat, na kuhusu uhai wa Allah na nyinginezo katika sifa, hadha dalalatu iltizaman. Wa hakadha sairu asma'ihi tabaraka wa taala, na ni kama hivyo majina yote ya Allah tabaraka wa taala. ثم قال رحمه الله وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقوله الملحدون في أسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hayakuwa ni kitu kingine. Walaysat asmaullahi ta'ala ghayrahu, hayakuwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala si yeye Allah, ni yeye Allah ndo anaitwa majina haya. Walaysat asmaullahi ta'ala ghayrahu kama yaqulu almulhidun fi asma'ihi, kama wanavyosema wale waliopotoka katika majina ya Allah, Jahmiya na wengineo. Ta'ala Allahu amma yaqulun uluwan kabira, Allah ametukuka nayo wanaosema kutukuka kukubwa. Fa inna Allah azza wa jalla huwa al-ilahu wa ma siwahu abid, kwani Allah azza wa jalla yeye ndio ilah, ndiye mola, wa ma siwahu abid, na kisichokuwa yeye ni abid, ni waja wake. Wa huwa ar-rabbu wa ma siwahu marbub, na yeye Allah ndiye rabb na si kwa yeye ni marbub, wenye kuumbwa. Wa huwa al-khaliqu wa ma siwahu makhluq, na yeye Allah ndiye muumbaji, kisichokuwa yeye ni chenye kuumbwa. Wa huwa al-awwal falaysa qablahu shay'un, na yeye ndiye wa mwanzo, hakuna kabla yake kitu chochote. Wa ma siwahu muhdathun, kisichokuwa yeye ni vitu vimezushwa, vimeumbwa. Kainun ba'da an lam yakun, ni vyenye kuwa baada ya kuwa hakuna chochote. Wa ma siwahu muhdathun kainun ba'da an lam yakun, kisichokuwa Allah ni muhdath, kimezushwa na kimeumbwa baada ya kuwa hakuna kitu, kisha ndo wakaumbwa watu, kisha wakaumbwa vitu vingine. Wa huwa al-akhiru al-baqi falaysa ba'dahu shay'un wa ma siwahu fan, yeye Allah ndiye wa mwisho, ndiye mwenye kubakia, hakuna baada yake kitu chochote, na kisichokuwa yeye ni fan, ni chenye kumalizika.
وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء وما سواه فان. Allah ndiye wa mwisho, ndiye mwenye kubakia, hakuna baada yake kitu chochote, na kisichokuwa yeye ni fan, ni chenye kumalizika. Falau kanat asmaullahi ta'ala ghayrahu kama za'amu lakanat makhluqatan marbubatan muhdathatan faniya. Lau yangekuwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala si yeye kama wanavyodai, yangekuwa majina ya Allah ni yenye kuumbwa, ni yenye kuzushwa, ni yenye kumalizika. Idh kullu ma siwahu kadhalik, kwa sababu kila kisichokuwa yeye ni hivyo. Kila kisichokuwa yeye kimeumbwa, kila kisichokuwa yeye ni muhdatha, kimezushwa, kila kisichokuwa yeye kitamalizika. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun uluwan kabira. Allah ametukuka na wanaosema hao madhalim kutukuka kukubwa. Hii ni itikadi nyingine kipotofu ya walionayo hao mulhidun, kwamba majina ya Allah si yeye Allah, majina ni kitu kingine na yeye Allah ni kitu kingine. Wanadai hivyo, wanadai hivyo. Kwa hiyo ta'ala Allahu amma yaqulun uluwan kabira. Asmaullahi ghairu makhluqa, majina ya Allah hayajaumbwa. Majina ya Allah ghairu makhluqa, hayakuumbwa majina ya Allah. وقال عثمان بن سعيد الدارمي نقمة الله على بشر المريسي وذويه. أسمى عثمان بن سعيد الدارمي نقمة الله على بشر المريسي وذويه، عذاب يا الله imshukie Bishri al-Mirrisi na wasu wake na watu wake na wafuasi wake. Babu al-iman bi asma'i llahi ta'ala wa annaha ghairu makhluqa, huu ni mlango wa kuamini majina ya Allah mtukufu na kwamba majina hayo hayakuumbwa. Qala thumma i'tarada al-mu'taridu yani ibn al-Thalji أسماء الله تعالى المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة. أسمى كيشا أكابينغا من يكوبينغا هايو anamkusudia yani ibn al-Thalji, anamkusudia huyo ibn al-Thalji na kudai kwamba majina ya Allah haya matukufu, fadhahaba fi tawiliha madhhaba imamihi al-Mirrisi. Huyo ibn Thalji akienda katika kufanya tawili majina ya Allah akafuata madhehebu ya imamu wake al-Mirrisi, Bishri al-Mirrisi. Faddaa anna asma Allahi ghairu Allah, akadai kuwa majina ya Allah si yeye Allah, wa annaha musta'aratun makhluqa, akadai kuwa majina ya Allah ni majina yaliyowazimwa, majina yenye kuumbwa. Kama annahu qad yakunu shakhsun bilasmin fatasmiyatuhu la tazidu fi shakhsi wala tanqusu. Asema kama mtu anakuwa bila jina, mtu anapozaliwa anakuwa hana jina. قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. kumpa jina hakutazidisha katika utu wake wala hakutapunguza. Yani alkhabith anna Allah ta'ala kana majhulan ka shakhsin majhulin. Anakusudia huyu khabithi huyu al-Bishri al-Mirrisi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni majhul, alikuwa ni hajulikani, kama vile shakhsin majhul, kama mtu asiyejulikana. La yuhtada lismihi wala yadri ma huwa, la yuhtada lismihi wala yudra ma huwa, halijulikani jina lake wala hajulikani ni nini. Hatta khalaqa alkhalqa, mpaka alipoumba viumbe. Fabtada'u lahu asmaa min makhluqi kalamihim, wakamuanzishia majina
kutokana na kuumba kwa maneno yao. Maneno yao ndio yalomzushia Allah majina. Fa'aruhu iyaha, wakamwazimia majina hayo, min ghairi an yu'rafa lahu ismun qabla al-khalqi, bila kujulikana Allah jina lolote kabla hajaumba viumbe, ilikuwa hajulikani. Hii ni itikadi potofu ya nani huyo? Bishr al-Mirrisi. Unaelewa? Anamfananisha Allah kama viumbe vilikuwa havijulikani, mtu hajulikani jina lake, kisha mzazi wake akampa jina. Unaelewa? Qala wa man idda'a ta'wila fi asma'il khalq, anayedai kufanya ta'wil na tafsiri nyingine katika majina ya kuumba. Qala wa man idda'a ta'wila fi asma'illahi faqad nasaba Allah ta'ala ila al-'ajzi والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق. anayedai kufanya ta'wil katika majina ya Allah, huyo amemnasibishia Allah azza wa jalla al-ajzi, kushindwa, kwamba Allah ana ajzi, anashindwa na mambo mengine. Walwahni, pia anamnasibishia Allah udhaifu. Wadharura, anamnasibishia Allah na dharura na uhitaji wa kuumba. Walhajati ila alkhalqi, na anamnasibishia Allah uhitaji wa kuumba. Lianna almusta'ira muhtajun mudtarrun, sababu anayazima anakuwa ni muhitaji na mwenye dharura ya hicho anachokiazima. Walmu'iru abadan a'la minhu wa aghna, na huyu mwenye kuazima abadan a'la minhu, yuko juu kuliko huyu anayetaka kuazima. Wa aghna, na ni tajiri zaidi, hahitaji kitu. Fafi hadhi da'wa istijhalul khaliqi, katika madai haya kuna kutomjua muumbaji. Idha kana bizamihi hamalan la yadri masmuhu, ikiwa kwa madai yake Allah ni hamalan, hajui jina lake. Wallahu almutaali an hadha alwasfi almunazzahu anhu, Allah ni mwenye kutukuka na sifa hii, mwenye kutakasika na sifa hiyo, kwamba hajulikani. Lianna asma Allah ta'ala hiya tahqiqu sifatihi, sababu majina ya Allah mtukufu ni uhakikisho wa sifa zake. Sawaun alayka qulta abadtu Allah au abadtu arrahmana au arrahim, ni sawa juu yako wewe umesema namwabudu Allah au namwabudu arrahman au arrahim au almalik alaziz alhakim. Qul ud'u Allah au ud'u arrahman ayyama tad'u falahu alasmaul husna. Kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hiya tahqiqu sifatihi, ni uhakikisho wa sifa zake. Sawaun alayka qulta abadtu Allah au abadtu arrahmana au arrahima au almalik alaziz alhakim. وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم. sawa mtu akisema hivyo amekufuru huyo. وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد, kumnasibishia Allah azza wa jalla. وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك يا عزيز يا جبار, بأي اسم دعوته من هذه الأسماء, kwa jina lote ulilomuomba Allah kwa majina haya, katika majina haya, au adhaftahu ilayhi, au uliyomnasibishia Allah, fa innama tad'u Allah nafsahu, wewe unamuomba Allah nafsi yake. Katika jina lolote katika majina haya ukimuomba Allah unamuomba Allah mwenyewe. Wa man shakka fihi faqad kafar, anaitia shaka katika hili huyo amekufuru. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن, ni sawa
sawa ulisema Mola wangu ni Allah, Mola wangu ni Rahman, Mola wangu ni Rahim, yote ni huyo Allah. Kama qala ta'ala wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifun, Mola wetu ni Rahman mwenye kutakiwa msaada, ala ma tasifun, kwa hayo mnayomsifu nayo. وقال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، متكسيني الله سبحانه وتعالى ممسبح أسبوه نجيوني. كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى، كما قال يسبح لله، يتهاني مجنى الله عز وجل. قال الشيخ ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره. لو ingekuwa jina ni lenye kuumbwa, leo ingekuwa majina ya Allah ni yenye kuumbwa, mustaara ni yenye kuwazimwa, ghaira Allah, sio Allah majina haya, lam ya'mur Allah ta'ala an yusabbaha makhluqun ghayrahu, Allah subhanahu wa ta'ala asingeamrishwa kusabihiwa, kutakaswa makhluqun, isipokuwa yeye ndiye anayefanyiwa tasbih. وقال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. kwa hiyo majina ya Allah ni yeye Allah, yote haya ni yeye Allah, si kama majina yameumbwa, si Allah kisha akapewa majina haya kama viumbe, la. قال ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائه المخلوقة المستعارة. kisha akataja Allah, akataja waungu wale wanaoabudiwa badali ya Allah azza wa jalla, akawataja kwa majina yake yaliyoumbwa, majina yaliyowazimwa. Faqala ta'ala in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum, hayakuwa hayo isipokuwa ni majina mmeyaita nyinyi na baba zenu, majina ya masanamu. Majina ya masanamu ndio majina hayo yaliyoumbwa almustaara, sio majina ya Allah kwamba yameumbwa. وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قوم هود walipomwambia nabii Hud, wewe umetuletea hii dawa yako ili tumwabudu Allah peke yake, tuache haya masanamu waliokuwa wakiabudu baba zetu. Faqala lahum nabiyuhum atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa abaukum, nyinyi mnanifanyia mujadala kwa majina mlioyaita nyinyi na baba zenu. Yani anna asma Allah ta'ala lam tazal kama lam yazal azza wa jalla, majina ya Allah azza wa jalla yanaendelea kuwa ni yake kama ilivyo Allah subhanahu wa ta'ala kuendelea kwake. Wa annaha bi khilafi hadhihi al-asma'i al-makhluqa, na kwa majina ya Allah ni kinyume cha majina haya yaliyoumbwa, allati a'aruha al-asnama wal alihata allati abaduha min dunihi. Majina ya Allah ni kinyume cha majina haya yaliyoumbwa, walioyaazimia masanamu yao na waungu wao wanaoyaabudu bila ya Allah azza wa jalla. Tumeelewa? Mwanielewa sio? قال فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة. isipokuwa majina ya Allah ni kinyume cha majina ya masanamu haya, fa ayu tawbikh li asma'i hadhihi al-aliha al-makhluqa, ni kutia aibu gani kwa majina ya waungu hawa walioumbwa. idh kanat asma'uha wa asma'u Allah ta'ala makhluqatan musta'aratan 'indakum bima'na al-wahid, ikiwa majina ya masanamu haya na majina ya Allah azza wa jalla
makhluqa, yameumbwa, mustaara, yenye kuazimwa, indakum, kwenu, bimaana wahid. Fakulluha min tasmiyati al-ibadi wa tasmiyati abaihim bizamihim, itakuwa yote ni kwa kutokana na kutoa majina watu na pia kutoa majina baba zao kwa madai yao. Itakuwa majina ya Allah pia yametolewa na watu na majina ya masanamu pia yametolewa na watu, yote yameumbwa. Qala fa fi da'wa hadha al-mu'arid anna al-khalqa 'arrafu Allah ila ibadihi biasma'in bitada'uha la anna Allah 'arrafahum biha nafsahu. Kwa madai ya huyu mpingaji Bishri Mirrisi ni kwamba watu wamemjulisha Allah, arrafu Allah ila ibadihi biasma'in ibtada'uha, viumbe ndio waliomfahamisha Allah kwa waja wake kwa majina walioyazusha wao watu. Si kwamba Allah ndiye mwenyewe ameifahamisha nafsi yake majina yake. Ndio madai yao hawa. Mnaelewa? قال فأي تأويل أوحش في أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه أو عرفها الخلق بعضهم بعضا، حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. Asema tafsiri gani mbaya sana katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mtu kufanya taawili ya majina ya Allah, annahu kana ka shakhsin majhul, kwamba Allah alikuwa ni kama mtu asiyejulikana au nyumba isiyojulikana au mti au mnyama ambaye lam yasbiq li shay'in minha ismun, halijatangulia kwa kitu chochote katika hivyo jina, walam yu'raf ma huwa, haikujulikana ni nani, hatta arrafahu alkhalqu ba'dhum ba'dan, mpaka viumbe wenyewe wakaelezeana kitu hicho baadhi yao kwa baadhi nyingine. Yani kama vitu vingine wamfanya Allah ni kama vitu vilivyoumbwa, kilikuwa akijulikani jina kisha watu wakampa jina. Wala tuqasu asma'ullahi ta'ala bi asma'il khalqi, hayakisii majina ya Allah mtukufu na majina ya viumbe. Lianna asma'al khalqi makhluqatun musta'ara, majina ya viumbe yameumbwa na ni yenye kuwazimwa. Walaysat asma'uhu nafsa sifatihim bal mukhalifatun li sifatihim, hayakuwa majina yao viumbe ni nafsi ya sifa zao, bali yenye kukhalifu sifa zao. Lakini wa asma'ullahi ta'ala sifatuhu laysa shay'un minha mukhalifan li sifatihi, lakini majina ya Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake si kitu ambacho kimekhalif sifa zake, wala shay'un min sifatihi mukhalifan li asma'ihi, wala kuna chochote katika sifa zake kwamba ina khalif majina yake. Mwanielewa sio? فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر. Anayedai kwamba sifa moja katika sifa za Allah ni yenye kuumbwa, sifa moja tu katika sifa za Allah, sifa hiyo imeumbwa au imeazimwa, huyo amemkufuru Allah na amefanya uovu sana. Faqad kafara wa fajara, makafiri ndio hao fajara, ulaika humul kafaratul fajara. Kwa anayesema hivi pia ni katika makafiri, ni fajara kama wao, ni fajir kama wao. Liannaka idha qulta Allahu fa huwa Allah, ukisema Allah ndiye huyo Allah. Wa idha qulta Arrahman fa huwa Arrahman wa huwa Allah, ndiye Rahman na ndiye Allah. Fa idha qulta Arrahim fa huwa kadhalik, ndiye huyo Allah. فإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك، جيوه الله. وهو الله سواء لا يخالف اسم الله صفته ولا صفته اسما. kwa hiyo ndio Allah
ni sawa, la yukhalifu ismun lahu sifatahu, hakuna jina lake linalokhalif sifa yake, wala hakuna sifa yake inayokhalif jina lake. Lakini viumbe, qad yusamma ar-rajulu hakiman wa huwa jahil. Mtu anaweza kuitwa ni hakim, ni alim, kumbe ni jahil. Umeelewa? Wa hakaman wa huwa dhalim, huwa kaitwa kiumbe ni hakam, kumbe ni dhalim. Wa azizan wa huwa haqirun, wa kariman wa huwa laim, huwa kaitwa ni karim, kumbe ni laim, ni mtu duni. Wa salih, anaweza kaitwa salih, kumbe ni talih, ni muovu, si mwema, ni muovu. Wa sa'idan wa huwa shaqiyun, huwa kaitwa ni sa'id, kumbe ni shaqi, ni muovu. Wa mahmudan wa huwa madhmum, na mwenye kusifiwa wakati sivyo ni kinyume chake, madhmum. Wa habiban wa huwa baghid, huenda akaitwa ni habib, wa huwa baghid, mwenye kuchukiwa. Wa asadan wa himaran wa kalban wa jadiyan wa kaliban wa hirran wa handhala wa alqama wa laysa kadhalik, huwa akaitwa majina hayo na yeye ni kinyume cha hivyo. Ama Allah subhanahu wa ta'ala hayuko hivyo, sifa zake zinawafikiana na majina yake, majina yake yanawafikiana na sifa zake. Wallahu ta'ala wa taqaddasa ismuhu, taqaddasa ismuhu kullu asma'ihi sawa, lam yazal kadhalika wala yazalu, lam tuhdath lahu sifa wala ismun lam yakun kadhalik. Allah subhanahu wa ta'ala majina yake ametakasika, majina yake yote ni sawa, lam yazal kadhalika wala yazalu, yanaendelea kuwa hivyo na yataendelea kuwa hivyo. Lam tuhdath lahu sifatun wala ismun, haijazushwa kwake sifa yoyote wala halijazushwa jina lolote. Lam yakun kadhalik, halikuwa hivyo, kwamba kana khaliqan qabla al-makhluqin wa raziqan qabla al-marzuqin wa aliman qabla al-ma'lumin wa sami'an qabla an yasma'a aswat al-makhluqin wa basiran qabla an yara a'yanahum makhluqa. Naona tuishie hapa, twenda tu. Tutakuja kuanzia hapa, waqad yusamma ar-rajulu hakiman wa huwa jahil, na kuendelea hapo. Tutakuja kuendelea insha Allah wiki ijayo. Haya, wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.